Naam, mtazamaji wa Star TV, karibu tena katika kipindi cha Amka Tumsifu Mungu kinachoruka hapa Star TV. Nikukaribisha sana katika wiki nzima tulipoachana, na leo tumeweza kukutana tena na Mungu wa mbinguni ametukutanisha. Ni matumaini yangu ya kwamba ubuheri wa afya, na kama sivyo basi tumwamini Mungu, kwa sababu nafahamu wazi ya kwamba matarajio ya Mungu ni kukuona wewe ukiwa imara, ukiwa na afya njema, na Mungu bado yupo, hajakuchoka na yupo njiani kwa ajili ya kuweza kukutimizia hitaji lako. Nikukaribishe tu kwamba Star TV ni mahala ambapo kila siku ifikapo kuanzia saa 12:30 hadi saa 3 kamili tunakutana hapa kwa vipindi vingi vya kukujenga wewe kiroho, kukukuza kiroho na kukufanya umjue Mungu zaidi. Na hapa tumeweza kukutana tena ikiwa ni wakati mwema ambao Mungu ametupa kwa ajili ya kuweza kujifunza neno lake. Ukiwa unajiandaa kwa ajili ya kwenda kanisani, ukiwa upo zako nyumbani umetulia, ukiwa kwenye usafiri, ni wakati sahihi sana ambao Mungu amekukusudia uweze kujifunza nami katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu kinachokujia hapa Star TV. Na mimi naitwa Madoshi James, na anayenifanya kuonekana hapa ni Benita, pamoja na mpiga picha wangu Elisha Ndaro, na msimamizi wa kipindi hiki ni Emmanuel Makuriga. Nikukaribisha sana katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu, tuweze kujifunza pamoja kwa muda ambao tutakuwa nao hapa studio. Na siku ya leo tutakuwa na mada inayosema namna ya kukuza imani, namna ya kukuza imani. Tumekuwa na mtumishi wa Mungu mchungaji mchungaji Paulo Saidi, na hapa tuko naye tena kwa siku ya leo kwa ajili ya kuweza kujifunza somo hili. Nimkaribisha sasa mchungaji huyu aweze kukusalimia na atajitambulisha vizuri yeye ni mchungaji kutoka kanisa gani, na baada ya hapo tutakwenda moja kwa moja kujifunza somo letu tulionalo siku ya leo. Mchungaji, karibu sana. Asante sana. Karibu sana kwenye kipindi. Asante sana. Sawa, nikukaribisha sana uweze kumsalimia mtazamaji anapokutazama sasa, ili aweze kukufahamu ni mchungaji Paulo Saidi kutoka kanisa lipi, na kama kutakuwa na mengine ya ziada basi karibu msalimie. Sawa, naitwa Apostle Paulo Saidi au mchungaji Paulo Saidi, natokea kanisa la CAG Mto wa Uzima hapa jijini Mwanza. Kanisa lenyewe liko Igoma, eneo moja linaitwa Ndama. Tunapatikana hapo kwa siku zote ibada zetu. Hata nikitoka hapa leo nitaelekea kanisani, ibada yetu inaanza saa 4 kamili mpaka saa 7 mchana. Kifika tu Ndama sio mbali, ni dakika kama 4 unakuwa umeshafika kanisani. Tuko pale Ndama, karibu sana. Sawa. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii ya leo tena. Ametupa nafasi hii tena siku nyingine, Jumapili nyingine. Na nimekuwepo wiki iliyopita, lakini Mungu tena ametupa nafasi na wewe pamoja na wewe mtazamaji wa kipindi hiki. Kwa nikusii tu tege masikio yako na ujiandae vizuri kwa ajili ya kujifunza, maana maisha ni kujifunza ili ukafanikiwe na wewe. Sawa. Watu wanafanikiwa kwa sababu wamejifunza kwa wengine. Kwa hiyo na maisha ya kiroho nayo yanakujifunza. Maisha ya kumcha Mungu nayo yanakujifunza. Kwa hiyo nikualike kabisa na uwe makini kabisa kukamata zile pointi ambazo zitakusaidia na wewe kusonga mbele katika imani. Sawa. Mtazamaji, ni kuombe tu kwamba Star TV ni mahala ambapo unaweza ukajifunza vizuri kabisa, na ukihitaji kutupata katika mitandao ya kijamii andika Tumsifu Mungu YouTube pamoja na Instagram na TikTok, huko utatupata vyema. Lakini pia kwako wewe unayetutazama sasa, unaweza ukautuma ujumbe wako kupitia namba ya simu 0655 77 07 96 0655 77 07 96. Unaweza ukautuma ujumbe wako kama kutakuwa na swali ama kipengele chochote ambacho hautaelewa. Ni vyema ukatutumia ujumbe wako mfupi hapo, na ukikumbuka kutuambia wewe ni nani, kutoka wapi, na baada ya hapo andika sasa maoni yako katika ujumbe ambao utakuwa umeutuma. Nikukaribisha sasa tuweze kuendelea pamoja na mchungaji. Mchungaji, tulikuwa na mada inayosema imani, umuhimu wa imani, na leo tumefika kwenye kipengele ambacho kinasema namna ya kuikuza imani. Naomba sasa mchungaji, kuanzia hapa uweze kutufundisha vyema. Mtu anaposema namna ya kuikuza imani, mchungaji anakuwa anamaanisha nini hasa?
namna ya kuikuza imani ni namna ya kukuza kile ulichoamini, uhakika moyoni mwako. Kwa sababu unapoamini unamwamini Mungu. Na uliyemwamini Mungu ana nguvu za kufanya kila kitu. Ana uwezo wa kufanya kila kitu unachokihitaji. Lakini sehemu kubwa Mungu anachohitaji kutoka kwa wale waliomwamini ni imani. Kwa hiyo usipoikuza ile imani au uhakika wako wa kumwamini Mungu, maana yake kuna mambo Mungu hatatenda kwako. Kuna mambo Mungu hatakutendea. Na misingi yake ya kuikuza imani mojawapo ni kusikia neno lake, kuendelea kujifunza. Maana tunakumbuka baba yetu wa imani Ibrahimu alianza kusikia. Alisikia kutoka kwa Mungu. Mungu akisema naye. Lakini hakuishia kusikia mara moja. Aliendelea kusikia na kusikia. Kwa sababu kwenye maisha kila siku unakutana mambo mapya. Kwa hiyo unahitaji kusikia. Hata safari ya wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanani walikutana mambo mengi, lakini walihitaji kusikia. Na walivyosikia ndio changamoto zilivyotatuliwa. Mfano, wamefika kwenye bahari ya Shamu, hawajui wafanyeje. Musa anamlilia Mungu. Mungu anamwambia, nyosha fimbo yako kuelekea bahari ya Shamu nayo itapasuka. Kwa hiyo anasikia tena kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo cha kwanza kabisa ni kusikia. Kwa mtazamaji, cha kwanza andika kusikia. Kusikia neno la Mungu. Kwamba kwa kadri unavyosikia ndio imani yako inajengeka. Cha pili ni kuona. Lazima uone. Kwa sababu kuona ndio kunadhibitisha imani yako. Kwamba ulichokiamini kimetokea. Ni kama Musa alivyosikia akaambiwa, nyosha fimbo yako kuelekea bahari ya Shamu. Na alipoinyosha matokeo yakatokea, ndio imani yake ikadhibitika. Kwa hiyo mchungaji, mpaka hapo umetupa pointi mbili kwamba ya kwanza ni kusikia neno la. Ya pili ni kuona. Sasa tuweke vizuri kwenye hii ya kuona. Ngoja tu nisome katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 20. Mitume wenyewe wanazungumza mambo mawili ya muhimu. Sawa. Anasema katika Matendo ya Mitume ile sura ya 4 mstari wa 20. Maana sisi hatuwezi kuyaacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Kwanza walisikia kwa Yesu. Anasema nao mara ya kwanza. Mara ya pili wakaona. Na yakawa msingi wao. Na ndio maana wanazungumza, sisi hatuwezi kuyaacha yale tuliyoyaona na kuyasikia. Kwa hiyo waliona nini? Mfano, Yesu alipowakuta ufukweni mwa bahari wamekosa samaki. Wakasikia, shusha nyavu zako mpaka kilindini. Wakaamini. Wakavua samaki, wakaona matokeo. Kwa hiyo imani yao ikakua. Na ndio maana imani ya Petro ilipokuwa, ilifika sehemu chochote ambacho Yesu angemwambia Petro asingekataa. Kwa sababu anamwamini sasa, imani yake ana uhakika mkubwa na yeye. Hata kama alipomwambia nenda ukavue samaki yenye fedha. Japo kuwa Petro alikuwa mvuvi, hajawahi kuivua miaka yake yote. Lakini anakuja kumwamini Yesu, anaanza kuona matendo makuu ya Mungu kupitia Yesu. Tayari imani yake inakuwa, anaambiwa kavue samaki yenye fedha. Sio samaki tu, iliyo na fedha ndani yake. Halafu uchukue hiyo fedha tuje tulipa kodi. Petro hakumuuliza Yesu. Aliamini kwamba alichosema Yesu ndivyo kitakavyokuwa. Maana imani yake imeshakuwa kubwa, hana mashaka tena. Kwa sababu imani inapokuwa, mashaka yanaondoka. Huwi na mashaka tena na Mungu. Huwi na maswali tena na Mungu ili atalitendaje. Huwi na mashaka chochote. Lakini imani ikiwa ndogo unakuwa na mashaka. Je, hili kweli Mungu atalifanya? Imani ikiwa kubwa hauna mashaka na Mungu. Na imani ikiwa ndogo una mashaka. Kwa hiyo kinyume cha imani ni mashaka. Ni mashaka. Kwa hiyo mtu, ni vitu viwili vinavyo, ukikosa kimoja lazima ukipate kimoja. Sawa mchungaji, tuendelee. Ukikosa imani lazima uwe na mashaka. Mtazamaji, nafikiri ungeichukua hii pointi sasa. Tunapoendelea kujifunza na mtumishi wa Mungu mchungaji Paulo Saidi. Mchungaji, tuendelee sasa.
Mfano katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 14. Petro, Yesu anamwambia Petro njoo kwenye maji. Petro anashindwa kutembea kwa sababu imani yake inakuwa na mashaka. Imani yake inakuwa na mashaka. Ngoja nikuonyeshe kwamba mashaka yanamzuia mtu sana kupokea au kutendewa. Sura Mathayo ile sura ya 14 na ule msali sasa nizungumze huu msali wa 31. Biblia inasema nianzie 30. Lakini alipoona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe, akasema Bwana niokoe. 31. Mara Yesu akanyosha mkono wake, akamshika, akamwambia ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Kwa hiyo kweli Petro mara ya kwanza alikuwa na imani, lakini ilikuwa ndogo. Na kwa sababu ilikuwa ndogo haikutosheleza. Udogo wa imani ni kama mtu anataka kununua kitu cha milioni lakini ana 500,000. Haiwezekani. Anataka kununua kitu cha milioni. Yeye ana 500,000. Haiwezekani. Inabidi ili anunue cha milioni aongeze 500,000 nyingine. Ndivyo ilivyo imani. Ukiwa na imani ndogo huwezi ukapokea kitu kikubwa. Maana uwezo wako wa imani unakuzuia. Sawa. Sasa mchungaji, kuna andiko moja Yesu aliwahi kulisema, na aliwaambia wanafunzi wake kwamba mkiwa na imani ndogo mtawaambia, alitoa kabisa, mkiwa na imani ndogo kiasi cha punje ya hadari, kwamba utawaambia mlima huu ng'ooka ukatupwe au ukapandwe wapi? Baharini. Sasa hiyo ni imani ndogo. Ukiwa na imani ndogo kiasi cha punje ya hadari unaweza ukawaambia mlima ng'ooka. Sasa labda pengine alichokuwa anakimaanisha Yesu kwenye sentensi hii, ukiwa na imani kubwa unaweza ukafanya mambo gani? Kwa sababu ametuonesha picha ya imani ndogo ni kuambia mlima ng'ooka ukapandwe sehemu fulani. Sasa picha ya imani kubwa aliyokuwa anatuonesha Yesu hapa ni kufanya nini? Pale alisungumuza imani ndogo. Ukiwa na imani ndogo kwamba utauambia mlima ng'ooka ukatupe baharini au utatii. Kwa sababu ya imani ndogo. Lakini udogo aliozungumza sio udogo ule tuliozungumza kule. Kwamba ni imani inayozidi hapo. Sawa. Inayozidi pale tulipozungumza. Ile yale makundi mawili, imani kubwa na imani ndogo. Ile imani ndogo inazidi pale. Ile ndogo. Kwa hiyo ya Yesu inazidi zile ambazo inazidi ile ya kwanza. Sawa. Inazidi ile ya kwanza. Kwa sababu tunapozungumza imani ndogo ni imani inayoamini mambo ya kawaida. Nilizungumza siku ile kwamba mambo ya kawaida ndio naamini kwamba yanawezekana. Na Yesu akazungumza uvuke kwenye kuamini mambo ya kawaida kidogo. Kwa sababu issue ya kuhamisha milima sio la kawaida. Haliko kwenye mambo ya kawaida. Kwa hiyo kwa namna nyingine Yesu alitaka uikuze imani hata kama iwe ukubwa fulani, sio ukubwa sana, ili uingie kumwamini Mungu kutenda mambo yasiyo ya kawaida. Kwa hiyo imani ya Yesu ndogo anayoimaanisha. Sasa lakini anatuambia kwamba tukiwa na imani ndogo kiasi cha punje ya radari, maana yake labda pengine kuna imani kubwa ambayo yeye alikuwa ameiweka pembeni kwanza kutuacha tudili na hii imani ndogo. Ndio maana nimezungumza kwamba kuna imani kubwa. Mfano nisome Mathayo 8. Sawa. Ukaone mama moja aliyekuwa na imani mpaka Yesu akasema sijawahi kuona imani kama hii katika Israeli. Sura ya 8 ya Mathayo mstari wa 10. Sawa. Yesu aliposikia hayo akastaajabu, akawaambia wale waliomfuata, amini na waambieni, sijaona imani kubwa namna hii katika Israeli. Na hiyo imani kubwa ambayo Yesu anasema hajawahi kuiona ilikuwa ni kwa watu. Imani gani ambayo huyo mama alikuwa na shida mtoto wake na akamwomba akamponya. Alikuwa anasumbuka na mapepo. Na yeye akawa anatamani kwamba Yesu asifike kwake ila atamke neno tu. Kupitia ile neno mtoto wake atapona. Na huyu mama akawa taifa lingine. Sasa Yesu jibu lake la kwanza anamwambia mimi na chakula cha watoto. Siwezi kuwagawia mbwa. Mama akasema hata mbwa wanakula makombo ya bwana zao. Maana yake hicho kwa kimaanisha hii ni utofauti wao wa makabila. Wa makabila.
Kwa hiyo akasema hata Mungu wa hura kwamba akasema Yesu aliposikia hiyo sijawahi kuona imani kubwa, kwamba jumla na kukatishwa tamaa, jumla na kuona kwamba hustahili wewe hiki, bado unaamini kinakustahili. Sawa sawa. Kwa hiyo uhakika wake yule mama ulikuwa mkubwa nini sana. Maana tunapozungumza imani tunazungumza uhakika. Uhakika ni uwezo wa kupokea, ni uwezo wa kupata kitu. Uhakika. Kwa hiyo ndio maana Yesu akasema sijawahi kuona imani kama hii, kubwa kama hii. Sawa sawa. Tuendelee sasa na mtiririko ambao ulikuwa umeuandaa hapo. Kwa hiyo imani kubwa ni imani inayomwezesha mtu kutendewa mambo yasiyo ya kawaida. Kutoka mambo ya nini? Ya kawaida. Ni kama lile swala Yesu alilozungumza la imani ndogo kama punje ya haradali. Lakini alikuwa na maana kwamba kuwa na uhakika kwa kiwango fulani. Kiwango fulani. Japokuwa yeye alilinganisha kama punje ya haradali, lakini ni kiwango kikubwa. Twaweza kujifunza kwa baba yetu Ibrahimu kwamba imani yake ilivuka kwenye udogo ikaingia kwenye imani kubwa. Na mchungaji, hivi inawezekana kwamba imani yangu ndogo kwa mwingine ikawa ndio imani kubwa kabisa? Kabisa. Na imani yangu kubwa kwa mwingine inaweza ikawa ni ndogo kabisa. Sio Sasa nataka kujua tunawezaje kuwa na kipimo kimoja ambacho kinaonesha kwamba hii imani ni kubwa, na wakati kuna tofauti kama hizo kwa mtu, kwamba imani yangu ndogo kwa mwingine pengine ndio imani yake kubwa, imani yangu kubwa kwa mwingine ndio imani ndogo kabisa. Sasa huu tofauti ama kipimo kimoja ambacho kinaonesha kabisa kwamba hii imani ni kubwa, hii imani ni ndogo, kipimo ambacho tutakitumia kwa wote ili kuweza kuwatofautisha kitakuwa ni aina ya mambo wanayotendewa. Kama yapi hayo? Hayo mambo kwa Mungu tunasema anaweza yote. Lakini kwa mwingine anaamini Mungu leo anipe 10,000. Mwingine milioni. Kabisa. Mwingine ana miaka 20 hajazaa, anaamini atazaa. Mwingine ameshakata tamaa hiyo miaka 20. Amekata tamaa kabisa yani. Kwa hiyo sasa kufuatana na ukubwa wa imani yake, huyu anaamini hata kama ni miaka 20. Mwingine anaamini hata kama ni miaka 30. Yeye anaamini. Mwingine haamini. Wengine ndio wale walikuwa mpaka wanafika umri wa uzee wanaamini atazaa. Bado anaamini. Mfano Zakaria. Zakaria aliyekuwa kuhani aliyemzaa Yohana. Paka miaka ya ukongwe bado anamwomba Mungu azae. Kwa sababu jibu lililoletwa na malaika anasema dua yako Mungu ameisikia. Maana huyu bado alikuwa anaendelea kuomba. Kumbe kulikuwa na maombi ambayo alikuwa anayaomba. Alikuwa anaomba kuzaa. Jumla sura yake, mabadiliko ya mwili wake hayakuondoa imani yake. Na ndio na malaika anakuja anasema dua yako imesikiwa. Maana yake mwenye imani huomba. Kwa hiyo tofauti ama kipimo ambacho kinatuonesha kwamba huyu mtu ana imani kubwa kinakuwa ni kipi umesema? Kutendewa. Aina ya mambo anayotendewa huyu sio sawa na huyu. Lakini ndio tunakuja kwenye tofauti ule. Kwa sababu nimesema Mungu anaweza yote. Lakini imani yako ndio inachagua kipi akutendee. Sio ukubwa wa Mungu. Ndio maana hata ukimwangalia Yesu alikuwa anamwambia imani yako imekuponya. Ya kwako ulionayo. Sio ule uwezo wa nguvu za Mungu. Kwa hiyo uwezo wa Mungu ni ule. Ni ule. Na Mungu ni ule. Anakugawia wewe kukutendea sawa sana imani yako. Na huyu atatendewa sasa na ukubwa wa imani yake. Sawa. Mtazamaji, unaweza ukatuma ujumbe wako kupitia namba ya simu 0655770796, na namba hizi unaweza ukazichukua hapo kwenye TV yako na ukazikopi vizuri kabisa, ukatutumia ujumbe kama kutakuwa na swali ambalo unalo na unatamani kuuliza. Karibu sana uweze kutuma ujumbe wako. Na kwenye mitandao ya kijamii tunatumia jina la Tumsifu Mungu. Huko pia unaweza ukaandika maoni yako, unaweza ukatuma chochote ambacho unahitaji kuwasilisha kwetu. Sasa mchungaji, kuna meseji hapa ya mtazamaji ameituma. Anasema naitwa mchungaji Edina Jeremia. Nipo Nyegezi Mwanza na wapata vizuri sana. Somo hili linaendelea kukuza imani. Mtangazaji, unanibariki sana kwa point nzuri unazouliza. Asante sana mchungaji Edina Jeremia
kwa kuendelea kutufuatilia vizuri kabisa. Sasa mchungaji, hebu tuendelee na kipengele ambacho tuko nacho. Nataka sasa niende mbele kidogo kwa sababu ya imani kubwa inayoamini mambo yasiyo ya kawaida. Kwamba katika kitabu cha Warumi sura ya 4 mstari wa 17 nitasoma mpaka 20. Sawa, karibu. Anasema, kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi mbele zake yeye aliyemwamini, yani Mungu mwenye kuisha wafu. Ayatajaye yale yasiyokuwepo kana kwamba yamekuwepo. Hiyo ni kanuni ya Mungu. Ayatajaye yale yasiyokuwepo kama kwamba yamekuwepo. Ni kitabu gani umesema? Warumi sura ya 4 mstari wa 17. Sawa. Kwa hiyo ni kanuni ya Mungu, kabla hajatenda anatamka. Na ndio maana alimwambia Ibrahimu, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi. Hajazaa, hana mtoto. Anamwambia vile Mungu atakavyovitenda kwenye maisha yake. Sasa ni jukumu la Ibrahimu kuamini alichoambiwa na kukifanyia kazi. Na kukifanyia kazi. Sio ni jukumu la Mungu. Mungu kwanza anazungumza, cha pili wewe uamini alichosema. Na ndio maana ule mstari wa 18 anasema, naye aliamini kwa kutarajia yale yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyonenwa ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Biblia inasema naye alitarajia yale yasiyoweza. Maana imani yake ilikuwa kutoka kwenye matarajio ya kawaida. Na ndio maana inatumia neno alitarajia yale yasiyoweza kutarajiwa. Na ndio maana tukichambua, kama mama kaolewa ana miaka 25, ndani ya miaka 30 anakuwa na matarajio. Kwa sababu kuna vitu anaviona, mzunguko wake bado upo. Lakini akikoma inakuwa nje ya matarajio. Manake yani kwa uhalisia inashindikana. Inashindikana kuzaa kwa kawaida. Sawa, mchungaji, umetupa pointi kama 2 hivi. Nasema ya kwanza ni kusikia, namna ya kukuza imani. Ya kwanza ni kusikia, lakini pia ya pili ni kuona. Kuna namna nyingine pengine ambayo ipo ukiachana na hizi 2 mtu anaweza akaitumia kukuza imani yake? Ni ngumu sana, haipo. Kwa hiyo ni hizi namna 2. Na ndio maana ukirudi kwenye kitabu cha Kutoka, wakati Mungu anazungumza na Musa kwenda Misri, Musa alionyesha mashaka. Siwezi kwenda kwa sababu mimi sijui kuongea. Lakini Mungu alianza kuijenga imani yake kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 4. Anamuuliza una nini? Ana fimbo. Akamwambia itupe chini, akaitupa ikawa nyoka. Kwa hiyo baada ya kuona matendo makuu ya Mungu, imani ya Musa ikakua. Na ndio maana hutaona Musa sehemu anakuwa na mashaka na Mungu tena. Hata alipoambiwa piga fimbo yako chini ya badilike kuwa damu, hakuwa na mashaka tena kwa sababu ameshaona. Sawa. Na kuna wakati mchungaji ulizungumza neno hili, ulisema kwamba kuna wakati imani ikiisha unakuwa kinachobaki ni msimamo. Kinachobaki ni msimamo tu. Ni kweli watu pengine walikuwa unamaanisha nini hasa? Ni kweli watu wakati mwingine hawatofautisha imani na msimamo. Msimamo ukisoma mfano kipindi cha Yesu, Mafarisayo na Masadukayo walikuwa na msimamo wao. Ndio maana hawakukubaliana na Yesu afanye miujiza, wao hawako tayari kuamini. Wanahoji ila wana msimamo wao ambao wameushikilia. Hawako tayari kuungana naye. Aje mtu amepona, wanamuuliza nani kamponya Yesu? Sisi hatumwamini. Ni msimamo na wanaona kabisa huu ni muujiza, na muujiza umetendeka. Kwa hiyo mtu atofautishe msimamo na imani. Msimamo ni utaratibu mtu aliyojiwekea, mimi na niko hivi, siwezi kubadilika. Na imani ni uhakika kwamba mimi nitatendewa kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Lakini msimamo ni mtu amejiwekea. Msimamo unaweza ukawa ni mbaya ama kwa namna fulani, ama kuna uzuri wake pia, kuna faida za kuwa na msimamo. Wakati mwingine ni nzuri. Kwa sababu wakati mwingine hata mfano tunapozungumza maisha ya imani, lazima uwe na msimamo wa kile ulichokiamini. Ila ni msimamo mwema juu ya Mungu.
Kwa hiyo inakuja pale ambapo unakataa kuamini unavyoviona na kuanza kusimamia kwenye vitu ambavyo vya kwako. Mfano mtu anaweza mimi siwezi kumwamini Mungu katika miujiza tu. Lakini tangu mwanzo kitabu cha Kutoka Mungu anafanya mambo mawili. Kwa sababu ukizungumza bahari kupasuka ni muujiza. Ukizungumza chakula kilichoshuka ni muujiza. Ukizungumza mambo natoa maji ni muujiza. Kwa hiyo huwezi ukatofautisha imani na muujiza. Sasa mchungaji, kumekuwa na watu ambao wako busy sana kutafuta miujiza kuliko kumtafuta Mungu, kuliko kumjua Mungu. Sasa kuna madhara yoyote ya mtu kutafuta sana miujiza kuliko kutaka kumtafuta Mungu hapo? Huyo anayetafuta muujiza anakuwa hajamjua Mungu. Anakuwa hajamjua Mungu. Kivipi na kwa nini? Kwa namna hii. Kwa sababu hajajua muujiza unapatikanaje kutoka kwa Mungu. Hajajua. Lakini umetuambia hapo kwamba imani inaweza ikaletwa na miujiza. Inakuzwa. 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 Tofauti cha chanzo na kukuzwa. 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 Kwa hiyo mtu huyu huwezi ukatofautisha na miujiza, kwa sababu maisha yetu tunayoishi, imani sio siku moja wala siku mbili. Mfano mimi nimemwamini Mungu hata na miaka 40. Nategemea niishi katika maisha ya kumcha Mungu miaka mingine 30. Na katika miaka 30 kuna vitu nakutana navyo ambavyo vinahitaji Mungu atatue. Ndio maana tunaweza kumwona Ibrahimu anatendewa muujiza, anapata mtoto. Na imani inaongezeka. Inaongezeka. Utaona wana wa Israeli bahari inapasuka mpaka wanamwimbia Mungu. Kutoka huku walikuwa hawajawahi kumsifu Mungu kwa shangwe. Lakini walipoona bahari imepasuka pamoja na Wamisri wakaona wameelea, wanaimba sifa kwa Mungu. Sawa sawa. Kwa sababu ya kile walichokiona. Sawa sawa. Ngoja nisome meseji za watazamaji wachache ambao wako pamoja nasi katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Baraka Adam. Kiukweli nimeelewa kiasi fulani, maana mnachokizungumza hapo kimeongezea kitu kikubwa sana, hasa kiimani na msimamo. Asante sana Baraka Adam kwa kuendelea kutufuatilia vyema, na nikuombe tu mtazamaji uendelee kusalia pamoja nami. Kuna mengi ambayo tutajifunza hapa siku ya leo. Huyu anasema kwa majina naitwa Kelvin Stanley kutoka Kilimanjaro Moshi. Nilikuwa napenda kuuliza kwa nini watu wanashindwa kukuza imani zao kwa mambo yatarajiwayo? Kwa nini watu wanashindwa kukuza imani zao kwa mambo yatarajiwayo? Mchungaji, kuna swali hapa. Swali lake ni zuri sana. Wanashindwa kwa sababu wamesikia ila hawajaona matokeo ya kile walichokisikia. Wameshindwa kukuza. Nimesema imani na mambo mawili. Inakusikia, inakuona. Huyu mtu ambaye hajawahi kuona, si rahisi imani yake kukua. Kwa ni vigumu. Bado anakuwa na mashaka moyoni mwake. Na hiyo kuona ni pale ambapo Mungu amefanya kitu. Amefanya kitu. Na Mungu lazima kuona, kuna sehemu tatu. Uone kwako ametenda au kwa ndugu yako. Sasa mchungaji, kuna wakati mwingine pia tunafahamu kwamba kuna sentensi nyingi sana ambazo huwa zinatumika kuwafariji watumishi wa Mungu wanaomwamini Mungu hasa pale mambo ambapo wameamini na yamechelewa kuja. Kwa mfano, mtu atakwambia wakati wa Mungu ni sahihi, Mungu hawahi wala hachelewi. Yaani maana yake hapo unaona kabisa, ukisikia sentensi hizi, Mungu hawahi wala hachelewi, kuna muujiza ambao mtu alikuwa ameutegemea na umepita muda mrefu na hajaupata. Sasa kuna wakati gani sasa hapo ambapo mtu anatakiwa upitie, unapotuambia kwamba cha kwanza kinachokuza imani ni kuona, kusikia, cha pili ni kuona. Natafuta hii kuona. Cha pili ni kuona. Na kuona ni pale ambapo Mungu ulichomwamini amekifanya. Sasa vipi kwenye haya majira ama hizi nyakati ambazo muujiza umekawia, nawezaje kuikuza imani yangu wakati nakisubiria kitu ambacho bado sijakiona? Nimezungumza kuona kuna maeneo mawili. Kwamba mfano imani yangu aidha nimetaka kwa Mungu mambo 10 nitendewe. Lakini Mungu ameshatenda mambo 6
bado manne. Kwa hiyo nisipomwamini ninakuwa na tatizo. Unakuwa na tatizo. Mimi mwenyewe. Kwa sababu kama haya 6 nimeona ameyatenda. Cha pili, nimeona mwenzangu, rafiki yangu katendewa. Nimeshuhudia mtu. Kwa hiyo usiposhuhudia kwako, kuna mwingine atatendewa. Kuna mwingine atatendewa. Na ndio maana wakati mwingine tunawalika watu waje kanisani. Kwa sababu yeye anaweza akawa na tatizo, hana imani. Lakini akaja kanisani akahudhuria ibada, akaona mtu aliyekuwa na matatizo makubwa kuliko alionayo yeye, anatendewa na yeye ataamka. Sawa. Sasa tukiwa tunaelekea, nataka mchungaji utuambie kama kutakuwa kuna mtu ambaye imani yake imevunjika kabisa, ameanguka na hajui. Yaani tunapozungumza haya mambo ya imani kwake ni mavitu mageni kabisa. Nataka uzungumze na huyu mtu kwa dakika chache. Anawezaje akaifanya imani yake ikarudi kusimama na akaikuza kabisa? Moja ambacho naweza kumshauri, ahudhurie kwenye ibada za moto. Ibada za moto ambayo zina uzirisho wa Mungu. Ili imani yake ikue. Kwa sababu unaweza ukawa kwenye maeneo imani yako ikashindwa kukua kwa sababu hujawahi kuona kinafanyika. Mimi mwenyewe nimekuwa shahidi. Kuna mtoto mmoja alikuwa na changamoto ya mwaka miwili, anaanguka kifafa. Lakini kutokea ile tukio, alipoletwa kanisani tukamwombea akapona. Mama mwingine alikuwa na watoto wawili hawaoni. Mmoja ana miaka 26, mwingine ana miaka 22. Huyu ameanza akiwa la 4, tatizo la macho. Aliwabeba kuwaleta, akasema kama huyu mtoto amepona kifafa, na mimi napeleka. Na kweli alipowapeleka Mungu akawafungua matatizo yao ya macho. Lakini imani yake ilikuwa kwa sababu ameona kwa mwingine katendewa. Kwa hiyo akasema moyoni, kama huyu niliyokuwa namjua katendewa na mimi. Kwa hiyo usijitenge, usijiweke hivi nilivyo mimi tafuta muunganiko na watu wenye imani. Na ndio maana Yesu mmoja wapo alilosema katika kitabu cha Mathayo. Kuna baba alikuja na mtoto alikuwa na changamoto ya kuanguka kifafa mara nyingi. Na yule mtoto likawa linamtupa mpaka kwenye maji. Akamleta kwa wanafunzi wakashinda. Siku ile akamleta kwa Yesu. Yesu alimwambia, alipoamini, aliwaambia upungufu wa imani, lakini akasema mleteni kwangu. Yesu alisema mleteni kwangu. Inaona huyu baba angeishia kwa wanafunzi, yule mtoto wake asingepona, angeondoka na ugonjwa wake. Lakini Yesu akamwambia mleteni kwangu, na Yesu akaliamuru lile pepo likamwacha. Kwa hiyo usijifungie kwenye maeneo kama una imani ndogo, kwamba mimi ni hapa Mungu anifuate hapa. Kwa hiyo uhudhurie kwenye ibada, kwenye ibada na Roho Mtakatifu. Kuna mambo utajifunza kuona wengine wanatendewa. Mimi nakumbuka siku moja kanisani kuna watu walilia. Ameletwa mama amebebwa, hawezi kutembea. Nimefika ninamalizia kuhubiri, tukaomba Mungu akanyanyuka akatembea. Kanisa lote lililia. Kwa macho yangu hivi wababa wanalia. Na baba akilia ajua ni issue. Kitu kigumu tumezoea wako kiona ni mwanaume kulia. Hapo analia ameona muujiza. Kwa hiyo wanashangaa kumbe Mungu anaweza kufanya mambo makubwa hivi. Ni imani yao ikakua mpaka sasa hivi wanaletaka yote wakiona huko. Sawa. Na jambo la pili afanye nini sasa? Ya kwanza umetuambia ni ile ahudhurie kwenye ibada zilizo na Roho Mtakatifu. Jambo la pili ili akuze imani yake, aendelee kujifunza neno la Mungu. Na neno la Mungu anaweza kujifunza vipi? Ahudhurie kwenye ibada, kwenye mafundisho. Yaani asijitenge na ibada. Hiyo ndio pointi kubwa sana. Yaani usibaki nyumbani. Usijitenge kwamba mimi, maana kuna watu ambao wao wanasema mimi nitasalia tu kwenye TV hapa. Wewe hudhuria, kuna mambo utaona, utajifunza. Sawa, mchungaji umetueleza vizuri kabisa. Sasa ikitokea mtu anataka kujifunza kutoka kwako zaidi, anataka kupate, ana maswali, anataka kuulize huko vizuri ili uweze kumuelekeza, anaweza kukupata vipi sasa? Kama mtu anataka, kwanza ninamkaribisha kwanza kabisa, anamkaribisha sana. Mimi naitwa Apostle Paulo Saidi, ninapatikana Mwanza, eneo moja la Igoma. Na kanisa ndio liko hapo.
na namkaribisha, anaweza akanipata kwa namba hii. Andika mtazamaji wetu, andika 0762020449. Ukiipiga ile ni ya kwangu mwenyewe. Naomba sasa usiipige kama unaweza kutuma ujumbe, tuma maana niko kwenye kipindi. Maana kuna wengine wanaijaribu, tuone kama iko hewani. Ni 0762020449. Hiyo ni ya kwangu mwenyewe. Lakini ukitaka kututembelea kanisani, nikukaribishe tena. Wewe panda magari, kama unatokea Buhongo, unatokea Pasiasi, unatokea Kisesa, shuka kituo kinaitwa Ndama. Kisha shuka pale Ndama, nipigie kwa namba hiyo. Wewe nipigie kwa namba hiyo, utanipata, na mimi nakuwepo kanisani tangu Jumatatu saa 4 mpaka saa 12. Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Jumamosi inakuwa masaa machache ili nipate muda wa kuomba kwa ajili ya Jumapili. Kwa hiyo hizo siku zingine nakuwepo. Sawa. Nakutana na watu kwa ushauri na maombezi. Sawa. Na nadhani sasa tufike mwisho kwa sababu ya muda wetu, na tutapata wakati mwingine kwa kuendelea na hili somo. Sawa. Na ninaamini sasa kuna namna moja ama nyingine mtazamaji ameweza kujifunza kitu kutoka kwenye hili somo. Sawa. Mtazamaji, nikushukuru sana kwa kuendelea kuwa nami katika kipindi hiki, na nikuambie tu kwamba bado hatujafika mwisho. Tunaenda mapumziko mafupi, tutakaporejea tutakuwa na mchungaji mwingine kwa ajili ya kuweza kujifunza zaidi. Nikuombe endelea kusalia kwenye TV yako, usibanduke. Mimi naitwa Madoshi James. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea.